na nilizuiwa kuingia kwenye ndege nikiwa kwenye point ya mwisho kabisa ya immigration. Kwa hiyo walinichukua watu ambao hawakuwa wamejitambulisha na wakaanza kunishusha chini kwenye basement kule, na walinifunga pingu, wakawa wananipeleka mahali ambapo sijui ni wapi. Kwa hiyo jambo lilinikwaza sana, na chama tulikuwa tuna fursa ya kwenda kushiriki mkutano ambao ulikuwa unatukutanisha na wadau wengine kwa maana ya vyama rafiki ambavyo ni vya mrengo wa kidemokrasia kupitia forum inaitwa International Democracy Union IDU ambao mkutano unafanyika Ubelgiji. Kwa hiyo jambo lile lilifanyika kwangu, niliona lilifanyika kihuni sana na sikuielewa intention yake, mbele yake ni nini, kwa sababu walionikamata hawakujitambulisha na walichokifanya ni kunitocha. Walikuwa wananipeleka mahali ambapo sijui wananipeleka wapi, na baadaye wakaniingiza kwenye kituo cha polisi. Taarifa zangu hazikuwa zimeandikishwa popote kwenye kituo cha polisi pale, na kukawa na utaratibu ambao sio wa kawaida wa mtu ambaye umemkamata. Na kisha asubuhi walinichukua wakawa wananipeleka mahali sijui ni wapi. Baadaye wakaniambia wananipeleka kituo cha polisi, na ndipo baada hapo sasa taarifa zangu zikajulikana kwamba niko kituo cha polisi. Ulikuwa peke yako kwenye msafara? Ya, nilikuwa peke yangu. Ndio nilikuwa naenda kuwakilisha chama kwenye mikutano hiyo kadhaa. Nilikuwa na vikao vingine pia ambavyo nilikuwa nivifanye. Nilikuwa nina side meetings nyingi, nilikuwa nina vikao na Watanzania diaspora ambao walikuwa wamekuja kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kutoka Germany. Kwa tulikuwa tuna vikao vingi sana vya kichama ambavyo vilikuwa vina lengo ya kuendelea kutuimarisha kwenye siasa zetu za mambo ya nje, lakini pia kuendelea kujiimarisha na wadau wetu ambao tunafanya kazi ya siasa kwa mrengo mmoja. Kuna jambo linaendelea bila shaka, pamoja kwamba mnakwenda kujifungia, lakini bado kuna maswali watu wanajiuliza kuhusu operation yenu no reform no election katika kipindi hiki ambacho inawezekana mkawa mna, licha ya kwamba hotuba makamu mwenyekiti toka, lakini ukweli usiopingika kwamba mmepoteza rasilimali kubwa ya maelfu ya wanachama. Kwa namna gani mnaweza mkasimama imara katika kipindi kama hiki? Kwa kweli tuko imara.